Katika moja wangu ya video ambazo nimeziweka huko nyuma, nilisema kwamba Allah si Mungu na nikatoa ushahidi kutoka kwenye Qur'ani yenyewe. Baadhi ya Waislamu wanakasirika sana. Na wanakasirika kwa sababu ni mambo ambayo yanawachoma mioyo yao kuona mtu anakuja anasema Allah si Mungu. Na yawezekana wao miaka yote wamepokea hili jambo na hawajawahi kuisoma Qur'ani kwa mioyo yao ya kawaida na kwa tafakari yao ya kina, wakagundua. Kwa sisi ambao hatufungwi na itikadi, tunapoisoma Qur'an tunaona vitu vingi vya ajabu. Kwa mfano, tunaona namna gani unapoisoma Qur'ani kuna vitu Allah anafanya ambavyo ni vya kiumbe, ambavyo Mungu hawezi kuvifanya. Au unagundua katika aya fulani unapoisoma wafasiri wanaanza kukwepa aibu ya Qur'ani. Na leo nitakuonyesha aya moja ambayo wafasiri wanatofautiana kabisa katika hii. Lakini nitakwambia tafsiri ipi ina uzito wa ukweli. Huyu mfasiri amekwenda katika ukweli. Lakini nitakuonyesha kwa mfano. Al-Farsi, hii ni aya ya 56 ya sura ya 33 kwenye Qur'ani. Al-Farsi anasema hivi: hakika Mwenyezi Mungu amemteremshia rehema mtume na malaika wake. Waislamu msalimieni na muombeeni amani. Sura hii na aya hii, hasa zaidi aya hii sura nimeisoma kwa utulivu sana. Lakini napofika katika aya hii na kwenda katika tafsiri kadhaa na kwenda hata katika tafsiri za Kiingereza, nagundua kuna hadaa kubwa za baadhi ya wafasiri. Mmoja wapo ni huyu Al-Farsi. Anajaribu kuhepa kitu ambacho ni fedheha kubwa kwa Allah. Sasa nakusomea aya hiyo ya 56 sura ya 33 ya kwenye Qur'an, lakini safari hii nakusomea tafsiri Al-Barwani. Anasema hivi: hakika Mwenyezi Mungu na malaika wake wanamsalia nabii, akimaanisha Muhammad. Enyi mlioamini, msalieni na mumsalimu kwa salamu. Naomba nirudi tena kwa Al-Farsi. Anasema hakika Mwenyezi Mungu amemteremshia rehema mtume na malaika wake. Huku katika sentensi ya kwanza Al-Barwani anasema hakika Mwenyezi Mungu na malaika wake wanamsalia nabii. Al-Farsi anapiga chenga kubwa sana kwenye hii sentensi ya kwanza. Sentensi ya pili Al-Barwani anasema enyi mlioamini, msalieni na kumsalimu kwa salamu. Al-Farsi anasema basi enyi Waislamu msalieni na muombeeni amani, yani huyu Muhammad. Sasa kwa nini Al-Farsi anahepa kusema kwamba Mwenyezi Mungu na malaika zake wanamsalia? Kwa sababu sala ni kitendo maalum ambacho kinafanywa na viumbe. Labda tuseme sala ni nini? Kwa haraka, sala kwa upande wa Uislamu kwanza ni nguzo ya pili katika Uislamu. Lakini pia sala inahusisha maneno na vitendo maalum. Kwa mfano, kuna kusimama, kuna kukaa na kuna kusujudu katika ibada, katika sala. Katika sala pia kuna swala 5 kwa Muislamu. Kila siku Muislamu analazimika kuswali sala zile 5. Sasa unaposema Qur'ani inaposema kwamba Mwenyezi Mungu na malaika wake wanamsalia, sina shaka na malaika, kwa sababu malaika ni viumbe. Yawezekana kiumbe mmoja kumwombea kiumbe kingine, halitushangazi. Hata sisi kwetu wa Kristo halitushangazi, halisumbui. Lakini Mungu anapomsalia nabii wake, hapa ni tatizo. Tunaangalia katika Muislamu. Wewe Muislamu, hii ni nguzo ya pili ya viumbe wanadamu, na inasemekana majini nao wanasali. Lakini pia katika sala za Kiislamu kuna kusujudu na pia nasali mara 5. Sasa swala jingine zito zaidi kuhusu sala ni kwamba sala zinakwenda kwa nani? Kumbuka kiumbe kinasali kwa yule aliyekuwa mkuu kabisa, Mwenyezi Mungu, kwa sababu ndio mwenye kutoa kile ambacho unakiomba kwenye sala. Kwa mfano kwenye sala tunasema kwamba sala kwanza ni mawasiliano kati ya Mwenyezi Mungu na mja wake. Tunaposoma hii tunaona malaika ni waja na sisi wanadamu pia ni waja.
na viumbe vingine vyote vinaweza vikahesabika kama ni waja. Sasa huyu Mwenyezi Mungu au Allah, sala zake zinakwenda kwa nani? Kama yeye ni Mungu, anasali kwa ajili ya nani na anamuomba nani? Hilo ni la kwanza. Jambo jingine kuhusu sala, tunajua kwamba watu wanafanya sala hata kwa Waislamu katika kutoa shukrani, katika kufanya toba na kuomba muongozo wa Mwenyezi Mungu na pia kuomba msaada. Sasa kama Allah anamfanyia sala Muhammad, anaomba msaada kwa nani? Yeye ndio Allah, yeye ndio wa juu kuliko kiumbe kingine chochote, maana yeye si kiumbe, yeye ndio, kwa mujibu wa Uislamu, yeye ndio muumbaji. Hii sala yake inakwenda kwa nani na kwa ajili ya nini? Sasa katika imani ya Kiislamu hata Kikristo ni kwamba sala ikielekezwa kwa kiumbe kingine kando na Mwenyezi Mungu haichukuliwi kwamba ni sahihi katika misingi ya kiimani. Hata sisi Wakristo hatukatai kwamba sala inatakiwa ipeleke kwa Mungu wa kweli. Kwetu sisi sala inatakiwa iende kwa Yehova, Yahwe, Mungu wa kweli ambaye anajifunua katika Biblia. Sasa hili ni jambo la kwanza kujiuliza. Kama Allah ni Mungu, anaswali kwa ajili ya nini? Na sala yake inakwenda kwa nani na kwa sababu gani? Ina maana yeye hana uwezo, ana mwingine juu yake? Jambo hili nakuachia mwenyewe Muislamu utafakari, na nakushauri pita katika tafsiri chungu zima. Kwa yule ambaye anazungumza Kiingereza, ingia angalia hizi tafsiri. Ziko bahati nzuri katika Kiingereza tafsiri ziko nyingi sana, nyingi mno, utaona. Na kwa baadhi yenu ambao mnafahamu Kiarabu, kasome utaona. Maana ubishani mkubwa kwa baadhi ya Waislamu nimeuona, wengine wanasema hamuombi Muhammad, anamuombea Muhammad. Vyovyote vile, awe anamuombea au anamuomba Muhammad, kwa vyovyote ni tatizo. Kama anamuombea Muhammad, anamuombea kwa nani? Sitaki kuamini kwamba Allah anamuomba Muhammad, hili mimi silikubali, lakini tuseme anamuombea Muhammad, anamuombea kwa nani? Anamswalia kwa nani? Hili ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo ndugu zangu, tukisema tunaposoma Qur'an, kama mimi nikasema nafikia conclusion kwamba Allah si Mungu, muelewe haya ni mambo ambayo mnatakiwa mmechunguza hata nyinyi wenyewe. Hamtaki kukasirika. Jambo jingine la msingi ni kwamba Waislamu mnaambiwa msalieni na mumsalimu kwa salamu. Kumbuka Muhammad amekufa, yuko kaburini, anasubiri hukumu kama mja mwingine yoyote. Salamu hii inakwenda kufanya nini kwake? Mnasema ndio nabii bora kuliko wote, kipenzi cha Allah. Isa ambaye hana dhambi haombewi wala hapewi masalamu, haombewi amani, haombewi rehema kwa namna yoyote ile. Hili nakuachia mwenyewe Muislamu uchague. Lakini kwa mtu ambaye anawaza pasina kuwa na itikadi, jibu ni jepesi sana kabisa. Bwana Yesu ni Mungu aliyetukomboa, ni Mungu mkamilifu sana, atakuja tena kuwahukumu wazima na wafu, na ndio peke yake ambaye ni njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa baba yake wala haendi kwa baba yake ila kwa njia yake. Haya ni maneno nasema mwenyewe. Hakuna maneno yanafana na haya katika Qur'ani, hakuna. Hili ni wito wangu tu. Waislamu mnakasirika nikizungumzia mambo, na waelewa. Kama mtu umekuwa katika maisha yako yote umeambiwa Allah hivi, Allah vile, Muhammad hivi, Muhammad vile, ninaelewa mambo kama haya, challenge kama hizi zinapokuja na waelewa. Lakini mwisho wa siku, huu ndio ukweli ambao mashehe wenu wanawaficha. Kama huamini, kapitie hizi aya ninazokuambia, kazipitie. Maombi yangu kwa Mungu akuguse moyo wako, akufunue akili yako, akufunue moyo wako, uone ukweli, na ukweli utakuweka huru. Asante sana.